Siku hii ndio aliyoifanya Bwana, nami nitaifurahia na kuishangilia. Lakini hatuwezi kumfananisha Mungu na vipawa na karama tulivyo navyo. Kwa nini? Daudi anaposema ya kwamba Bwana, umefanya kwa wingi miujiza yako kwangu, kwetu, juu ya nchi, juu ya ulimwengu, anasema ningependa kuwaeleza watu maajabu na mausia ambayo umeyafanya juu ya maisha yetu. Ulipotutoa Misri, ukatuingiza mpaka jangwani, ukatutoa jangwani, ukatupeleka mpaka bahari ya Shamu, ukatuvusha tukaenda mpaka nchi ya Kanaani. Na tulipofika nchi ya Kanaani, bado ukatupa uhalali wa kuimiliki nchi ya Kanaani, kama mtumishi wa Mungu alivyofundisha, aliposema ya kwamba wana wa Israeli wakasema ya kwamba hakuna Mungu mwingine, hakuna Mungu mwenye nguvu, hakuna Mungu zaidi ya Mungu wa Israeli. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye kile kitabu cha Kumbukumbu la Torati, nilikuwa natafakari sana kwenye huu mstari, kuanzia mstari ule wa 7. Kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ile ya 4, kuanzia mstari wa 7 anasema, kwa maana liko taifa gani kubwa lililo na Mungu aliye karibu nao kama Bwana Mungu wetu alivyo kila tumwitapo. Liko taifa gani lililo na Mungu aliye karibu? Wakati mwingine unapoomba, watu wanaweza wakashangaa vile unavyomuomba Mungu. Kwa nini? Kinachowashangaza ni kwamba unapoomba Mungu anasikia na anajibu. Na inawezekana wengine wakaingiwa na wivu wa kusema, hebu tuambie huyo Mungu uliye naye ni Mungu wa namna gani? Kwa nini? Wakati unapoomba yupo karibu, anakusikiliza. Ukiwa na Mungu, atakachokutuma lazima ukakifanye sawa sawa na mapenzi yake. Kwa nini? Anasema mtu akiwa ndani ya Kristo Yesu, ya kale yamepita. Sikiliza, inawezekana unatazama historia ya nyuma. Sikiliza, nilisha kusema jambo hili, wa zamani sio wa sasa. Mambo yamebadilika, ni majira ya Mungu kuinuliwa. Kama neno la Mungu linavyosema, ni Mungu anayeishi. Kuna watu kwenye usharika huu watainuka kiroho na watu watashangaa. Kuna watu wataenda viwango vingine kwa sababu Mungu yuko na yeye. Niko ambaye amemtuma mtumwa wake kwa majira na nyakati. Haleluya. Okay, ngoja niseme hivi ili upate kunielewa. Sikiliza, kuna majira yanaweza yakaja yakasababisha ukalia machozi. Halafu kuna majira yanaweza yakaja ukafurahia maisha. Okay, unafikiri kama ninaongea utani? Sikiliza, ukikutana na Nehemia kwenye sura ya 12, wana wa Israeli walipoenda kutoa sadaka, walipoenda tu kutoa sadaka, wamama na watoto na vijana walipiga vigelegele wakamshangilia Mungu aliye juu. Na wababa kazi yao ilikuwa ni kupiga ngoma, na walikuwa napiga na zeze na kucheza. Nini maana yake? Walikuwa namthibitisha Mungu aliye hai kwamba Mungu ametuvusha, na sasa hii ni wakati wa kumshukuru. Majira haya ni wakati wa kwenda kumtolea sadaka. Na ndio maana Biblia inasema kwenye kitabu cha Wakorinto wa pili ile sura ya 6, anasema kuanzia mstari wa 6 kuendelea, anasema, lakini nasema neno hili, apandaye haba atavuna haba, apandaye kwa ukarimu atavuna kwa ukarimu. Na kila mtu na atende kama alivyokusudia moyoni. Moyo kama moyo haujapenda, unaweza ukapigiwa na zumari na zeze, lakini akili yako, ufahamu wako, macho yako, mtumishi wa Mungu akasema, na macho ya mioyoni mwetu na yatiwe nuru. Ni maombi yangu macho yako yatiwe nuru jioni ya leo, yapate kuona kile cha kimungu. Sikiliza, inawezekana usinielewe leo, lakini baada ya miaka miwili utakuja kuelewa. Macho yako ya moyoni, macho yenu na yatiwe